kubwa leo tumewaita mbele yenu kueleza yale ambayo tuko nayo, lakini pia kuwapa fursa ya nyinyi kuzungumza ama kuuliza kile ambacho nataka kuuliza kinachotokana na upande wa ufundi kwa mwalimu, lakini pia kwa niaba ya utawala nitasimama kujibu masuala ya kiutawala. Mwalimu wetu anaitwa Meck Maxime, wengi mnamfahamu akiwa amecheza soka la ushindani hapa nchini kuna timu ya Mtibwa Sukari, lakini akavaa kitambaa kwa muda mrefu kwenye mkono wake kushoto akiwaongoza wachezaji wenzake kwenye national team. Na kama unakumbuka timu ya mwisho ya Brazil Massimo, yeye ndo anavaa kitambaa. Pamoja na hayo amefundisha timu kadha wa kadha ambazo zinashiriki ligi ya soka Tanzania bara, lakini pia amefundisha taasisi nyingi za kuinua na kukuza vipaji ikiwemo taasisi ya Kambiaso. Kwa hiyo hiki ama hizi ni moja ama kati ya sifa ambazo zimetufanya sisi kama Mbeya City tuweze kuingia naye kandarasi ya miaka miwili kutumikia timu yetu. Tulikuwa na mwalimu Malale 50 akakomea pale ambako alikomea, kama tulivyosema tangu awali kwamba sisi safari hii tunataka kushika nafasi 6 za juu kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Tulikuwa tunapita kwenye mapito ambayo klabu nyingi duniani zinapita, hususan barani Ulaya na Asia na maeneo mengine, timu kubwa zimepita huko, lakini mara baada ya mapito hayo kunakuwa na hatua nzuri zaidi. Mwalimu Meck Maxime tumesaini naye mara baada ya kuifuatilia vizuri falsafa yake, tukaona inaendana na falsafa yetu, inaendana na malengo yetu, na unaona kwamba unaweza kujiuliza kwamba tunakwenda kudirisha dogo, nini hasa ambacho kinaonekana hapa ama nini ambacho kinakwenda kufanyika. Mwalimu Meck, mbele yako ni waandishi wa habari kwenye mkoa wa Mbeya kutoka media mbalimbali, naamini watakuwa na fursa ya kukuuliza maswali ya kutaka kufahamu hasa nini ambacho kinakwenda mbele yetu, lakini hata wewe pia una fursa ya kueleza kiufundi nini ambacho unakwenda kufanya ili kuhakikisha kwamba the Purple Nation inakwenda kupeperusha bendera vilivyo. Asante. Kwanza nipende kuwashukuru uongozi wa jiji la Mbeya wakiongozwa na mkurugenzi. Kwa hiyo niwashukuru kwa kuona kuwa mimi nitafaa kuja kufundisha timu ya Mbeya City. Mbeya City ukiangalia kiushindani hata katika Tanzania hapa nafikiri ni timu ya 3. Ukiondoa Simba, Yanga, kwa mashabiki wengi inafuata Mbeya City. Kwa hiyo ni timu nzuri na kikubwa tu ushirikiano. Kwa sababu mimi mwalimu nimekuja, inatakiwa ushirikiano mashabiki na hasa nyinyi watu wa media. Kwa sababu nyinyi ndio tunafanya kazi kwa karibu. Kwa hiyo nyinyi ndio mnaweza mkatujenga Mbeya City au mkatubomoa. Kwa hiyo kikubwa tuwe karibu, tufanye kazi pamoja. Kama una kitu uliza. Unaona, hilo ndio kubwa. Tufanye kazi kwa pamoja ili tuifikishe Mbeya City sehemu ambayo kila mtu wa Mbeya anataka ifike sehemu hiyo. Meck Maxime anakuja na msaidizi wake Nizar Alfani. Naamini kabisa wale ambao tunafuatilia mpira miaka ya nyuma akichezea Young Africans Yanga, akichezea Mtibwa Sukari kule Young Africans Yanga national team. Kwa hiyo ndo mwalimu msaidizi wa mwalimu Meck sasa hivi, lakini pia kwa upande wa utimamu wa mwili tuko naye mwalimu Francis Mkola. Naye pia amepitia kwenye vilabu vingi vya hapa Tanzania. Sifa zao, uwezo wao zimetufanya sasa sisi Mbeya City tuvutiwe nao na tukae nao tuweze kufanya nao kazi ili kuweza kuimarisha benchi letu la ufundi. Mbeya City hii ni mwanzo tu wa ligi, imeyumba kidogo, lakini mimi naamini Mbeya City ni timu nzuri na naamini tukifanya kazi pamoja tutakuja kuikumbuka siku hii ambayo tunaongea leo. Mbeya City itarudi kwenye ushindani na itakuwa timu yenye kuleta upinzani kama kawaida. Mwalimu, tunaelekea kwenye dirisha dogo, labda kosi cha Mbeya City kuna maeneo ambayo labda kuna hitaji maboresho, labda kuna nafasi zingine kuweka sawa na kasi ya ligi inavyokwenda. Ligi sasa hivi imechangamka, kwa hiyo kama Yanga, Simba wanafanya maboresho, lazima na timu ambazo ziko huko chini lazima ufanye maboresho. Kwa hiyo unafanya maboresho ya namna gani? Ndio maana sasa tumeanza mapema, tuko na vijana ili tuangalie sehemu gani ambazo zina mapungufu, na mengine tumeshatoa mapendekezo, kikubwa bado yanafanywa kazi. Pale atakapokuwa tayari yamekamilika, nafikiri wote tutajua kitu gani kimeingia. Tunaendelea na vijana ili tuone kuna maboresho maeneo gani, kwa sababu hili ni dirisha dogo. Kwa sababu huko nyuma usajili mkubwa ulishafanyika. Sasa hapa tunataka tuangalie tu wapi kidogo kuna magepu ili tuweze kuzibia, ili tuweze kujiimarisha, ili tusitetereke zaidi. Niwatoe hofu kwa sababu mimi nawajua vizuri. Ni
sio hapa tu. Mbeya City naifuatilia sana. Mbeya City hata ukienda mikoani mashabiki wao utawakuta. Sasa ili mashabiki uwape moyo na uweze kuwalizisha, lazima timu ipate nini? Matokeo. Kwa hiyo mimi najitahidi kwa uwezo wangu pamoja na wenzangu, timu yangu niliyokuja nayo, mimi naamini tutawapa furaha watu wa Mbeya. Sisi kazi zetu walimu. Mwalimu hata ufanye vizuri vipi, lakini ipo muda kwenye timu utafanyaje? Utaondoka. Kwa hiyo sisi kufukuzwa kazi au kupata kazi kwetu ni vitu vya kawaida. Umeona? Kwa sababu hata ukifanya vizuri unaweza wewe mwenyewe uondoke. Sijui unaona? Kwa hiyo nafikiri tumekaa chini na viongozi. Tumekaa chini, tumeangalia mtu anaongoza ligi ambaye kacheza mechi 10 kama sisi ana pointi 17. Sisi tuna pointi 8. Tumetofautiana mechi ngapi? 9. Ambazo ni mechi 3. Ukiangalia sasa hivi msimamo ulivyo, yule ambaye anaongoza ligi kashinda mechi 4. Si ndio? Mbeya City kashinda mechi ngapi? 2. Tofauti ya mechi ngapi hapo? Yeye kashinda 4, huyu kashinda 2. Umeona? Kwa hiyo nafikiri watu hawajaachana sana. Pointi 9 nyingi, lakini kwenye ligi yetu inavyokwenda, kwa sababu hakuna, ukifuatilia hakuna timu inaweza kushinda mechi 3 mfululizo. Ukiondoa Yanga, Simba, Azam, labda kidogo na Singida. Katika hizi timu ambazo tuko sasa nazo, hakuna timu inaweza kushinda mechi 3-4 mfululizo. Sidhani kama katika kumbukumbu yangu ipo hiyo timu. Sasa na mimi nafikiri inawezekana. Inawezekana. Pamoja mechi zimekwenda, inawezekana. Lakini inawezekana tufanye kazi kwa pamoja, wana Mbeya, tuwe wawazi. Unaona? Tuwe wawazi, waandishi wa habari mnaona kila kitu, njoo kwa mwalimu. Si ndio? Njoo kwa mwalimu. Kwa sababu mwalimu ndo anakaa na timu, mwalimu ndo anafundisha timu. Wewe unaweza kujiuliza, kwa nini fulani anacheza fulani asicheze? Mwalimu si nipo. Njoo tukae chini, nakupa sababu za kiufundi na wewe unipe sababu za kiufundi. Si ndio nani inavyokwenda? Yaani sawa sawa na tunavyokuwa mimi na jopo langu. Na Niza Alfani na Francis Mkanula Mwangata. Unaona? Sio kama mimi mwalimu ndo napanga listi, hapana. Mechi ni Jumamosi au Jumapili. Kwa hiyo Jumatatu tunavyoanza training ndio tunaandaa kikosi ambacho kitacheza lini? Jumapili. Kwa hiyo kila tukitrain, tumeanza mazoezi, tumetrain Jumatatu. Tumetrain, tukimaliza mazoezi tunaitana. Vipi fulani na fulani unaonaje? Huyu performance yake hii na hii, ngoja tumwangalie huyu, twende hivi. Tunakwenda Jumanne, Jumatano, unaona? Kwa hiyo mpaka tunapofika Jumamosi au Ijumaa tunakuwa tushapata timu. Unaona? Sio sisi tukija pale mwalimu, mimi head coach na mimi ndio na sauti, head coach nakuwa na sauti bana, nikitaka labda afisa habari hapa acheze atacheza. Lakini lazima niwape wenzangu sababu za kiufundi ambazo watalizika. Kwa nini huyu mimi namwambia acheze? Kama nao waliziki na mimi sasa nawahoji, hebu nipeni tofauti ya huyu na huyu. Kwa nini huyu anacheza, kwa nini huyu acheze? Wanaleta tofauti zao na mimi naleta nani zangu pale. Kwa hiyo tunalinganisha zipi ambazo zina nani? Ndio timu inakuwa. Kuna kocha ambaye anachukia mchezaji. Si ndio mimi nafundisha lakini mimi sichezi. Mimi nakuja naishia nje, yeye ndo anafanya anacheza. Na kocha kama unaona mchezaji ana perform vizuri uwanjani, kwenye mazoezi ana perform vizuri, huyu nikimpanga kwenye mechi anaweza akashinda. Hakuna kocha ambaye anaweza kumweka mtu huyo nje. Nafikiri hilo lipo wazi. Umeona? Kwa sababu kocha, ili ujue kocha mzuri, lazima wachezaji wazuri wafanye kazi, si ndio? Kocha uzuri wako unalindwa na wachezaji. Sijui tunaelewana? Uzuri wa kocha mzuri analindwa na nani? Wachezaji. Na kocha mzuri siku zote anataka wachezaji wazuri. Sasa hivi ukienda unawaambia tunaanza upya. Ligi ndio inaanza. Kwa hiyo hii ni nafikiri mwezi wa 8. Hiyo Januari sisi kwetu sasa ni Agosti ambayo tunaanza nini? Tunaanza ligi. Sisi hatuna pointi hata moja, kwa hiyo ndio tunakwenda kuanza ligi. So nikae tu na vijana, nirekebishe makosa ya vijana, niingize na mimi falsafa yangu, kwa sababu kucheza sio rahisi. Ni lazima kuna training zake ndio ili timu icheze. Usione tu timu inacheza inapasiana hivi, usifikiri tu inakuja kwa nani? Kwa bahati mbaya, hapana. Kile ni kitu ambacho kinatengenezwa. Kwa hiyo sasa hivi tunaanza msingi, kwa sababu timu sasa hivi mpira anafunga yoyote. Si ndio Sasa hivi watu nasikia walikuwa na watu juzi wanamshutumu kocha wa Simba.
kapanga watu, hamna nani, hakuna striker. Sasa mpira sasa hivi umebadilika. Sasa unajua wewe kazi yako ya kamera na mimi kazi yangu ya mpira tofauti. Mpira unabadilika. Zamani ndio tulikuwa tunacheza labda tuna mfungaji striker mmoja. Umeona? Lakini sasa hivi tuna defenders. Sijui unanielewa? Tuna midfield na tuna attackers. Kwa hiyo kama unacheza 4-3-3 ina maana wanne wale ni defenders, wale watatu ni midfielders na wale watatu wa mbele ndio attackers. Sijui unaelewa? Na mpira ulivyobadilika, mfano mdogo tu. Liverpool Salah ndo anaongoza kwa magoli. Salah striker. Anacheza pale point. Alikuwa anacheza Firmino, si ndio? Salah kulia, Mane kushoto. Si ndio? Lakini nani alikuwa anaongoza kufunga magoli? Mane na Salah wana magoli mengi kuliko Firmino. Si ndio? Ukienda sasa hivi hata Arsenal, kina Trossard sijui wana magoli mengi kuliko striker alokuja yule. Umeona? Kwa sasa hivi ndio mpira unaenda kila siku mpira unabadilika. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi yani watu wawe wanaelewa. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda na mimi mwalimu kazi yangu yani, kwa mfano unatoka Mbeya, unatoka Morogoro unakuja Mbeya. Unaona? Kwa hiyo wewe utaangalia nipite na usafiri gani. Lakini mradi ufike wapi? Mbeya. Sorry kwa management. Unaona scenario hii fukuza ya makocha. Kocha acheze mpira kama mwalimu alisema. Yeye acheze mpira. Anacheza mpira ni wachezaji. Lakini kocha akishindwa mechi 2-3, management inamuona kwamba kocha hafai. Unaona hata timu kubwa. Hapa nyinyi sasa Mbeya City mmejipangaje kwa hii? Maana hii sana fukuza makocha. Kila kocha perform vibaya na muondoa. Inakuwa hebu tupe nyinyi Mbeya City. Kwanza mimi naomba nisemee klabu yangu Mbeya City, sio klabu nyingine. Kwenye mpira siku zote kuna kuwa na target, yani malengo mliojiwekea. Kwa hiyo hata mwanadamu timamu tu kwenye maisha yake ya kawaida anakuwa na malengo. Ukimwona mtu anashindwa kuwa na malengo ama hajajiwekea malengo, basi utashi wake unamushika kidogo. Kwa hiyo kama klabu inajiwekea malengo, lakini unapoona malengo yanayumba, unakuwa unarudi nyuma kutafakari nini nifanye ili niweze kufikia malengo yangu. Umemsikia mwalimu akisema hapa kocha anatafutwa ili afukuzwe. Mpira unachezwa uwanjani, sio falsafa ya CEO. Mpira unachezwa uwanjani, sio falsafa ya afisa habari. Mpira unachezwa uwanjani kwa falsafa ya mwalimu, lakini pia falsafa mama ya klabu. Muona sasa hivi uweze kuwaletea Barcelona kama mpira unaochezwa na vilabu vingine. Unaona Barcelona na process short pass, wanakuambia kupiga short pass ndio unafika golini kwa adui kwa uhakika. Hiyo ndio falsafa yao kubwa. Nawaambia tu mashabiki kwamba huu ndio wakati ambao tunakwenda kutibu vidonda vyetu ambavyo tumekuwa navyo ama kupoteza makovu yetu ambayo tumekuwa nayo. Hatuna desturi ama taratibu ya kufikia hatua kama hii ambayo tumefikia. Naamini mashabiki wameumia, na kama unavyojua management yetu sisi inasikia, inafikika, na unapoleta ushauri na kaa na kuchakata na kuona nini ambacho kinastahili kwenda nacho mbele na nini ambacho hakistahili kwenda nacho mbele. Tunawaambia tu kwamba huu ndio wakati mzuri wa kuiombea timu yao pendwa, kwa sababu uongozi unashughulika na kutaka furaha yao isimame kama vile ambavyo wao wanataka. Kwenye hili tumesaini kandarasi na mwalimu Mek Maxime miaka 2 na usaidizi wake. Nia na malengo ni kuhakikisha kwamba tunafikia kile ambacho tumejiwekea. Tangu tunaanza season tulisema kwamba tunaitaka nafasi ya 6, zile nafasi 6 za juu tuwepo. Kwa hiyo nafasi 6 za juu huwezi kuzipata tu kwa kufungwa. Umeona, lazima utafute mbinu za kushinda. Kwa hiyo unapotafuta mbinu za kushinda, unaponyanyua shoka inashindikana, unanyanyua mundu. Ukishindikana mundu, basi unanyanyua bunduki kabisa, alafu mambo yanakwenda vizuri. Huu ni wakati ambao tumetafuta silaha sahihi na dirisha dogo tunakwenda kulitumia vizuri kuhakikisha kwamba kikosi chetu kinarudi na nguvu kubwa kuliko ile ya awali. Sisi hakuna fedha yoyote ambayo tunadaiwa. Bonus zetu sisi kama ziko kwenye mtindo wa mechi, basi zinaisha siku hiyo ya mechi. Kwa hiyo hakuna bonus wala hakuna fedha ya mshahara ambayo tunadaiwa mpaka sasa hivi. Leo tarehe 16, anytime mshahara unaingia, wachezaji watakwenda kuenjoy sikukuu na familia zao. Kwa hiyo sisi hakuna ambacho tunadaiwa. Naziweka sawa hizo tetesi kwamba Mbeya City sio timu ambayo inadaiwa.